Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji, karibu kwenye awamu ya uchambuzi wa fasihi, nikiwa ni wako Bi Fibian Muthama, na hapa tutakuwa tunaangazia tamthilia ya Bembea ya Maisha. Karibu sana mpenzi mtazamaji, nakumbuka hii ni Edu TV na leo niko na walimu tajika, walimu wapendwa ambao watakwenda kutuelezea ni vipengele vipi ambavyo tutakuwa tunazungumzia katika Bembea ya Maisha. Karibu sana walimu. Naam. Tuanze na wewe kwanza, tuambie jina lako ni nani, unatokea wapi? Naam. Asante sana. Karibu. Kwa majina naitwa Mwalimu Dennis Kipyegon. Mimi ni mwalimu wa shule ya upili ya kitaifa ya wasichana Lugulu. Naam, ni mwalimu wa Kiswahili. Kwa hiyo ni shule ya kitaifa ya wasichana. Naam. Na mwenzangu dada? Jina langu ni Bia Sanda Caroline. Mwalimu wa Kiswahili shule ya kitaifa ya Friends School Kamsinga. Mwalimu Kipyegon, naam, leo umetuandalia kipi? Naam, leo tunachambua mtiririko wa Bembea ya Maisha. Mtiririko wa Bembea ya Maisha. Naam. Sasa Bembea ya Maisha ina sehemu 4. Mwandishi ameigawa katika sehemu 4. Sehemu hizi kuna onyesho la kwanza, onyesho la pili, la tatu na la 4. Katika kila onyesho, kwa mfano, onyesho la kwanza ina sehemu 3. Naam, ninakumbuka tulikuwa tumezungumzia kuhusu sehemu onyesho la kwanza na la pili. Kama sijakosea, tukamtaja kuna Sara na Yona na kisha kuna Dina na Kiwa. Naam. Hapo kwako Bia Sanda. Naomba utueleze huyu Dina na huyu Sara walikuishia wapi, ama waligomea wapi, au waliendelea vipi? Kwa hivyo kama tulivyokuwa tumetaja hapo awali katika maonyesho yaliyotangulia kwamba wawili hawa wana usuhuba. Na Sara alikuwa amemwalika Dina aje kumsaidia. Na ndipo sasa mwandishi anatufikisha sasa katika onyesho la 3, Dina akiwa ameitikia mwito wa kuja kumsaidia Sara kupika kile chakula. Hapo umetujengea picha kwamba Dina ni rafiki mzuri sana wa Sara na amekuja kumsaidia kulingana na maradhi ambaye ako nayo, hawezi kuwajibika katika upishi wa jikoni. Magumzo yanaendelea vipi mwalimu? Naam, sasa onyesho linaanza wakati ambapo mwalimu ametuambia tukio linatukia wapi. Sasa onyesho linaanza tukimpata Dina yuko jikoni, anahangaika, anapika chakula. Vile mwandishi amesema, anahangaika na kupika chakula. Anahangaika na kupika chakula? Naam. Na si ameenda kumsaidia rafiki yake, anahangaika kivipi? Kazi za jikoni jameni. Naam. Sasa anasema kwamba tunapata kwamba tayari amepika mchuzi na Sara anampa shukrani kwa kufika ama kuitikia wito wake. Naam. Sasa katika kazi zake wanaanza sasa, mjadala wao unaanza. Wanaanza kujadili kwanza kuhusu maisha. Sara anaonekana kwamba anatoa shukrani sana kwa Mungu kwa kumfikisha mahali ambapo hapo. Hapo mwalimu Kipyegon anamshukuru Mungu kwa kumfikisha hapo. Huyo ni Sara. Na yuko na Dina nyumbani kwa Sara. Bia Sanda, mimi nahisi itakuwa ni vizuri, manake pale kuna usuhuba wa wanawake wawili. Nafikiri ingekuwa unachochea vizuri sana kwa sababu wana usuhuba wa ndani sana, na wewe ni mdada au wewe ni dada, kunradhi. Ukutueleze mazungumzo yao wawili au marafiki wawili katika hilo onyesho. Asante sana. Kwa hivyo wanapoendelea, Sara anaonekana kuwa mwingi wa wasiwasi. Jambo ambalo linamfanya Dina kumweleza kwamba akapunguze huo wasiwasi. Manake na sasa mwandishi anatufunulia hasa chanzo cha maradhi alionayo Sara. Kwamba hivi kwamba hayo maradhi yalitokana na wasiwasi mwingi ama Sara kuyaweka machungu katika moyo wake. Na hilo ndio limemfanya akafike mahali aliko, maradhi ya kuwa na maradhi ya moyo. Kwa hiyo wanazungumzia maradhi ya Sara. Ni rafiki yake anamuelezea kuhusu anavyougua. Kwa mfano, tukisoma katika ukurasa wa 12, amesema kuhusu maradhi. Dina anasema kwamba ukurasa wa 12. Naam.
tufungue. Ametuambia wanaongea kuhusu maradhi. Sasa tusikie ni hayo yepi ama magumu kuhusu hayo maradhi ambayo Dina anasema. Katika ukurasa wa 12 nasema maneno ya Dina. Maradhi si hoja. Yenyewe yamekuja kwa wakati wake bora. Yangetokea jana ile, leo hii tusingekuwa na la kusema. Mungu mwenyewe atakuhifadhi na kukusitiri. Naam. Sasa ukiona vile mwalimu mwenzangu ameeleza kwamba kwao wanashukuru, ingawa ugonjwa umekuja kwa wakati ambao walikuwa wanafanya nini? Kwa wakati mzuri. Naam. Kawaida ya moyo huo, lakini inakujuzu uelewe ya kwamba dunia ni nyumba ya mitihani. Japo mengine hufanya nywele kusimame hata kwa kuiwaza tu. Dadangu, kila limfikalo mwanadamu ni mpango wa Manani. Wenye vinywa vichafu usiku watalala. Hapana haja ya kusimkwa na malaika. Kweli, awali nilifanya nongwa mpaka nilipoona ninautesa moyo wangu. Nayo maradhi haya yalipobisha, daktari akanishauri nisiatie machungu moyoni. Huko ndiko kuvumilia hasa. Tazama faraja ilivyoalika kwako sasa. Kwa hiyo hawa watu wawili wanazungumzia maradhi tu, Bi Asanda. Wanazungumzia tu namna Sara anavyougua, namna anampa moyo. Ni hayo tu? La hasha. Kando na hayo maradhi ambayo anaugua, walikuwa na shukrani kwa zile faraja ambazo zinazungumziwa ni wale watoto ambao Sara alijaliwa baadaye. Na wanashukuru kwa sababu angalau yalikuja kama tayari Sara amefanya nini, ameshawalea wale watoto. Hayakumpata wakati bado alikuwa anawalea wale watoto. Sasa amewakuza na wako katika nafasi nzuri ya hata kumsaidia katika hali yake ngumu. Nani huyu ambaye anashukuru, Mwalimu Kipyegon? Kati ya Dina na Sara na watoto ni wa Sara. Naam. Ni Dina anashukuru? Hapana. Ni Sara anashukuru. Anashukuru Mungu. Kwamba hata ingawa maradhi yapo, tayari anashukuru Mungu kwa kuwapa nini? Watoto. Kwa hiyo Dina anaenda kumpatia motisha na pia ako ndani ya nafsi ya Sara katika kushukuru wanawe. Nilikuwa sijaelewa. Naona mtiririko unakuwa vizuri. Sasa baada ya kushukuru, anashukuru Mola. Katika mjadala wao, Dina anamuuliza mahali ambapo anaitwa nani? Yona. Vizuri. Anamuuliza Yona ameenda wapi? Hapo sasa ndio mambo mengi yanajitokeza katika maisha yake Yona na Sara. Kwanza kabisa, kwa hiyo anamuuliza Sara Yona amekwenda wapi? Ambaye Yona ni mume wake. Yona ni mume wake. Naam. Sasa alipomuuliza akamwambia sasa mambo mengi. Kwanza kabisa tutasema maudhui ambayo yanajitokeza kwingi katika Bembea Maisha, mila na desturi. Kwa hiyo onyesho hilo linatuonyesha mila na desturi na pia usuhuba. Sio? Usuhuba kwa sababu anajiingiza katika nafsi, kama sijakosea, maana Kiswahili ni kingi jamani. Anajiingiza katika nafsi ya Sara na kumshukuru. Wanashukuru wote, ama anashukuru kwa niaba ya Sara pia, kwa sababu Sara amepata maradhi. Ndio sio kitu cha kushangilia, lakini pia tayari ameshakuza wanawe, wanaweza pia wakamsaidia. Na naona faraja, asingekuwa na maradhi ama asingekuwa na maradhi wakati anasomesha. Kwa hiyo kwake anapata kidogo ni afueni. Mzigo unakuwa ni mwepesi. Tukiendelea hapo Bi Asanda, hawa wawili wanaishia vipi? Hapo kwa mila na tamaduni zilikuja vipi? Alipouliza alikoenda Yona, inabainika kwamba aliondoka tu. Na Dina anasikitikia hali hiyo. Manake kwani Yona hakuona hali yako ni mbovu kiasi hiki? Naye akaondoka na kuacha katika hali hii. Na Sara basi anadakia na kumjibu kwamba ndio ilivyo wanaume, ndivyo walivyokuzwa. Kwamba hata ukiwa mgonjwa, majukumu yote bado ni wewe mwanamke ambaye unastahili kuyatekeleza. Manake utamaduni wao unataka hivyo. Na ikiwa mwanamume atajipata jikoni,
basi itakaa ni kana kwamba wewe umemdhalilisha yule mme wako. Kwa hivyo kwa hali yoyote ile utajukumika. Aha, nimepata picha. Kwa hiyo ndio maana amlazimishi ama hawezi kumwambia mume wake ampike chakula. Mpaka hampigie rafiki yake aje. Ni kawaida kupitiliwa kutanapo wa ndani. Ninajua sasa karibu atarudi. Amekwenda wapi? Hapo sema. Ameondoka tu. Alikuwa amerudi kutoka huko kwa wenzie kupata chochote. Lakini mwenyewe akanipata nilivyo hoi. Hata jiko alijaona kiberiti. Ilivyo desturi ya wanaume wetu, naye akataka kujua kwa nini sijamwandalia chochote. Haioni hali yako? Anaiona. Ninafikiri ni malezi na makuzi yanamtuma hivyo. Wanaume wetu hawa hata hawezi kutusaidia kupiga makasi ya chombo kinachopungukiwa upepo. Afadhali cha kukosa upepo, hata cha kukumbwa na dhoruba, lau ni kukitazama tu. Wakati mwingine nashindwa kuwaelewa. Wenyewe tumewafanya hivyo. Mila na desturi zetu zimewajenga hivyo walivyo. Kazi zote za nyumbani ni zetu. Yaani ni kwake mtu lakini hajui hata chumvi inakuwekwa. Yeye anajua sebuleni, msalani na chumba cha kulala. Haya yasiyotarajiwa yajapo, tayari mtu ana kilema kikubwa, japo mzima viungo vyote. Anaishi kuwa mgeni wa mambo mengi kwake nyumbani. Tufanye nini? Tutasukumana hivyo hivyo. Na kama asingekuwa na rafiki wa kumsaidia wakati ule ingekuwaje? Basi mambo yangekuwa magumu. Tusome ukurasa wa 14 maneno ya Sara. Kuhusu mila. Anasema kwamba si amesema angemsaidia kwa sababu ya maradhi. Sasa ni nini haswa? Sara anasema wenyewe tumewafanya hivyo, wamewafanya wanaume wao hivyo. Mila na desturi zetu zimewajenga hivyo walivyo na sisi hivi tulivyo. Naam. Kwamba anasema kazi zote za nyumbani ni zetu. Sasa yeye na Dina. Kwamba mwanaume hafai kujihusisha na kazi za nyumbani. Hayo ndio maneno yake Sara. Na sio maneno yake, ni jamii ambavyo inataka hivyo. Kweli ni vizuri sana kwa sababu pia na mimi nimeona Sara hapa anasema ni jamii au ni desturi zimewajenga hivyo walivyo. Kwa hivyo yeye hana budi, hawezi kukataa wala kukubali. Ameyapata mambo vile yalivyo na hivyo ndio watakao fanyika. Sio kwa nafasi yake tena. Inanipatia picha tu kwamba huyu mwanamke hana nafasi ya kujitetea. Kwa sababu anawajibika jikoni na pia anaendelea na kusema ndizo desturi za kwetu. Ndivyo wanaume walivyopangwa. Mimi sioni amekosa kujitetea. Nadhani Sara tu ni mtiifu. Naam. Ni mwanamke ambaye anajua nafasi yake katika jamii. Kuwa mtiifu sio kukomazwa. Unaweza ukakuwa mtiifu lakini usikomaze haki zako. Sioni kwa nini mimi nipo na maradhi mpaka nikamuite rafiki yangu ili hali uko hapo na afya zako. Siwezi kukuambia jamani leo utupikie. Huko ni kukomazo, sioni kama ni kuwa mtiifu au pengine sijui biashara nasema. Labda maoni ya Sanda ni tofauti. Nadhani ni swala la uhafidhina. Uhafidhina ni kule kushikilia ama kukwamilia mila na tamaduni. Hata japo tunaishi katika hali ya usasa, lakini bado unashikilia zile ambazo ulizipata pale. Na nadhani hili uhafidhina. Kwa hivyo nadhani Sara wakati wake ambapo alizaliwa, mila zao haziwaruhusu wao kutelekeza majukumu yao na kuachia waume zao. Hali iwe ni wagonjwa, wawe na tatizo lipi, wanastahili kujukumikia majukumu yao pale nyumbani. Kwa hiyo ni mtu amejikita pale pale. Haswa. Na mimi nikisema kukomazwa kuna hatia gani? Sijui dhana yako ya kujikoma ama kukomazwa, dhana ambayo narejelea ni ipi? Lakini mwandishi anatujengea Sara
kama mhusika ambaye kwake hawezi akaenda kinyume na mila na tamaduni za jamii. Hawezi. Na kwa vyovyote vile. Hana jengine. Hawezi. Anakuja kuokoleka vipi katika mwisho wa onyesho hili? Tunaonyesha kwamba ana muadi wa kuhudhuria kliniki zake kule mjini. Nani huyu? Huyu Sara. Anahitajika kwenda mjini siku ambayo ingefuata. Na rafikie anamtania, kwani leo hii mbona hujanituma niende kukukatia tiketi, manake kila wakati mimi ndio huenda Kwa hivyo yake ambaye ni Dina. Ni Dina, ambaye ni Dina. Kwa hivyo inabainika wazi kwamba Neema amechukua jukumu hilo na kuja kumchukua pale nyumbani ili akampeleke kwenye kliniki. Hata sijui atafanya nini nikirudi kliniki. Unarudi lini? Ninarudi kesho. Hata hujaniambia kukatie tikiti, au labda utakwenda kwa ndege? Ndege itoke wapi? Sasa kama huna tikiti, lazima una namna, labda kwa meli. Siku hizi ninasikia wameendelea sana. Wametengeneza hata magari yaendayo hewani. Wamebuni pia meli iendayo nchi kavu. Neema amesema atanifuata huku mwenyewe. Kwa hiyo hapo kuna mambo ambayo najifundisha kwamba sitaki niseme kukomaza, maana yake naona hilo jicho la mwalimu Kipego. Nibakie tu anawajibika na ni mtiifu na anafuata desturi za kikwao. Na hivyo ndivyo alivyojengwa. Nisifikirie tofauti na hilo. Sawa sawa. Dina naona ni mwanamke ambaye pia anajielewa, japokuwa ni rafiki yake Sara, ambao naamini pia pengine ni umri wa kisawasawa na yeye, lakini anajielewa. Au kulingana na maonyesho hayo, tukiona anamsaidia hata kifikra na pia ni rafiki yake wa dhati, licha ya kumsaidia pia katika upishi, tunaona pia huwa anamtuma. Kwa hiyo basi huyu Sara anakuwa anaumwa kila muda, yeye anaumwa kila wakati. Maana yake kwa nini amtume Dina wakati anaweza kuenda peke yake? Bado huko ni utiifu. Ni utiifu, tuseme tu ni utiifu. Pia Dina ni mtiifu pia. Na pia ni rafiki mwema. Ni rafiki mwema kabisa. Kwa sababu sio mtu yeyote atakubali atoke kwake aje akusaidie kufanya kazi ambayo Dina anafanya. Na hapo ni rafiki mzuri na ni rafiki mzuri tu kwa kumsaidia rafiki yake Sara wakati wa dhiki. Na Bia Sanda, hapo ulikuwa umetaja kwamba alikuwa anamtania, kwa nini leo hujanituma nikakukatia tikiti? Maongezi yake ya Sara yanakuwa vipi? Nilikuwa nimekuarifu hapo awali kwamba akamwambia kwamba hilo halingefanyika wakati huu, maana Neema alikuwa ameamua kwamba yeye ndiye atakayekuja ampeleke kule mjini yeye mwenyewe. Kwa hiyo anatarajia mtoto wake bintiye Neema, bintiye hasa amkujie kijijini, ampeleke mjini kwa sababu ya matibabu. Hasa. Alafu hatimaye anapata kuona Neema, au yanakwisha hivyo? Sasa onyesho linaisha akidokeza kwamba Neema amesema atakuja mwenyewe. Dina anamuuliza atapitia nini? Tunaambiwa kwamba Neema tayari alikuwa na gari. Sasa atakuja ampeleke hospitali na gari ambalo Neema alikuwa nayo. Sasa onyesho linaisha wakati ambapo atasema atakuja kumpeleka hospitali kutumia gari yake. Alafu tutaenda sasa onyesho sehemu ya pili. Neema amesema atanifuata huku mwenyewe. Ninasikia siku hizi ana gari lake. Mungu amembariki. Ana kigari kidogo hivi. Ananipeleka mwenyewe huko jijini kote. Nasikia jiji lina watu wengi, magari mengi, barabara nyingi na majengo makubwa tena mengi. Wanasema huko ukiwa mgeni ni kama msafiri jangwani.
Mji na hekaheka zake unachanganya. Nyuma kunafanana na mbele. Ala, nasikia madereva hodari watokao hapa. Wakifika huko ulisalimu amri. Ajabu kuwa mtoto wetu analielewa na kulivinjari jiji. Kweli mwanamke ni kujiamini. Kwa hiyo huyu Neema ni mtoto, ni tajiri. Manake ana gari na anakuja kumchukua mama yake kumpeleka matibabu mjini. Mimi hata sielewi kwa nini, kama una uwezo, una gari, kwa nini usikae na mama yako huko mjini ukamtibu? Lakini si hoja. Hivyo Mwalimu Kipyegon alivyotueleza kwamba inadokeza baadaye mtoto wake anakuja. Hivyo ndivyo mambo yanaisha. Na tunaona anatimiza au inakwendaje Bi Sanda? Sasa tumeachwa tu tukiwa tumeelezewa kwamba atakuwa anakuja kuja kumchukua. Na kwa hivyo wawili hao wanazungumzia tu mambo ya kimjini, jinsi maisha yanavyokwenda kimjini, mbio za mjini na kadhalika. Na onyesho letu linakamilikia pale. Na mpenzi mtazamaji, chereko ndo hatimaye ya kipindi hiki ambapo tumekuwa tukizungumzia kuhusu mtiririko wa tamthilia ya Bembea ya Maisha. Bila shaka umeweza kuelewa mtiririko kutoka mwanzo mwisho wa onyesho la 3 katika sehemu ya kwanza katika hii tamthilia Bembea ya Maisha. Sina la ziada, lakini unaweza ukajichukulia kitabu chako, nakala yako, ukaweza kujichambulia ama kusoma ili uelewe zaidi kuhusu mtiririko. Sio jambo la kukupa mtihani sana. Mtiririko ni kitu tu rahisi, lakini ukitegea hapa katika Edu TV utakuwa unapata mambo mengi zaidi kuhusiana na hiki. Nimekuwa nahodha wa kipindi Fibian Muthama na Mwalimu Kipyegon na pia mwalimu mwenzangu Bi Sanda. Tunakutakia utazamaji mwema. Kwa heri ya kuonana.